kidogo hivi Miss Mfuko akatemewa kikohozi. Kumbe Steven Cho ndiye champion wa kikohozi kule ushago. Aya, yani unataka cha kikohozi, unataka cha kikohozi kamu, unataka tutemeana kikohozi we kamu jo kamu. Sasa nikutafuta ile kikohozi mbaya iko mpaka na makamasi na akili. Cheki maneno tue 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 kikohozi kali ile kali kabisa. Steven Cho anatafuta kile kikohozi kikali kabisa ili kumtemea yule mwizi. Mwanzo mwizi tayari ameiba hapa, basi bila shaka pale mfuko wake na amekataa kumregeshea kikohozi. Sasa walikuja kajificha hapa. Steven Cho akatafuta kikohozi yake yote. Kikohozi ile kali kabisa imejaa kikamasi. Sasa huyu kuja kuchungulia kuona tu kikohozi akastuka, kustuka akafungua mdomo, fungua mdomo akatemea kutemea. Kaingia kwa mdomo. Walala yake. Kikohozi kwa mdomo. Na Steven Cho akawekewa fridge, mkono kaumia. Mkono kuumia akazubaa. Kuzubaa hapa basi mfuko akachukuliwa na mwizi akaamua kwenda nao. Kisha pula hiyo kikohozi yako inakaa ni kama burubadi. Leta mfuko. Kikohozi yako mzito mzito. Sasa hapa basi alikasirika jamaa wetu Steven Cho na akaamua kutumia ule mkono wake. Unasikia Steven Cho basi bila shaka pale wakati aliwachiwa baraka za kupewa nguvu basi kwa mkono wake wa kulia. Nyanyake alimfahamisha asiwaitumie ule mkono wake vibaya. Lakini sasa hapa basi bila shaka pale this time round imemlazimisha hapa basi bila shaka pale ama imebidi autumie ule mkono wake apende sipende. Unasikia ule mkono wake basi una nguvu. Ule hapa basi mkono wake una nguvu kama vile 1000 high voltage. Cheki maneno. Mwizi kwa jina la Smart aliwekelewa dondi la kimataifa. Tazama. Unagonga unadhioma. Unagonga unadhioma. Shalala. Mkono wake wa kulia Steven Cho abana machezo. Oi, chukueni namba plate za hiyo ndege ambayo imenigonga. Nasikia kama nimegongwa na ndege ya magari la moshi. Wana Chansing Film Company Limited. Picha kiwa hapa basi ni Fist of Fury 1999. Ala, ama ukipenda Fist of Fury hapa basi sehemu ya 3. Ni kwenye ruti hapa basi za mwanzo wa sinema. Hakika ikuwa hapa basi ni kwenye zaidi basi bila shaka paroti za man production. Endapo ni kwenye mwanzo wa sinema. Huko basi Steven Cho wakiwa ni starring kamili kwenye horror sinema. Ruti ni za mwanzo. Ala, kwenye ruti za mwanzo. Kumbe hapa basi tukianza picha yetu tutakuja kustukia hapa basi ni pahali ambapo anachomoka kula ushago jamaa wetu Steven Cho na kukuingilia hapa basi bila shaka pale pano Hong Kong na kuwa amekuja ara za nyawizi kumtafuta hapa basi bila shaka pale brother yake kwa jina la King. Alikuingilia basi kwa radio station stara kama hiyo. Amekuja kutafuta brother yake. Kwenda hapa basi kupiga simu. Hapa basi shilingi yake iliweza kuanguka. Wakati ile shilingi iliweza kuanguka, hapa basi bila shaka pale Steven Cho aliamua kutumia hapa basi nguvu zake. Mwanzo utastukia Steven Cho kuna nguvu ikiwa kama baraka ambazo aliwachiwa na nyanyake. Kumaanisha hapa basi nguvu ziliwachwa kwa ule mkono wake wa kulia. Cheki. Unaona? Na uamini basi ule mkono basi aliweza kuachiwa baraka. Anainua fridge na mkono moja. Unaona? Stara kama hiyo. Ingawaje alifahamishwa na nyanyake asiwaitumia zile nguvu vibaya. Tena basi bila shaka pale kuchukua ile shilingi ili apigie brother yake simu ilikwama kwa telephone booth. Kidogo Mungu akaona, yani mwana polisi. Wewe kijana unafanya kitu gani hapa? Nataka kupora simu kwa maana lakini kucheki kumbe hapa basi Steven Cho anafanana basi na a celebrity fulani ambaye anajulikana kama vile Saint of Gabra. Anafanana na Saint of Gabra. Kwa hivyo polisi alidhani huyu ni Saint of Gabra, yani mtu ambaye ni champion upande wa Gabri. Hebu niambie ni farasi gani itashinda leo? Mimi sio Saint of Gabra. Wacha ujinga kwa maana si wewe ndiye Saint of Gabra. Niambie nani atashinda leo? Kumbe Saint of Gabra mwenyewe ni wakati anafika na Saint of Gabra wanafanana sana na Steven Cho. Sio bure yule mwana polisi akamconfuse. Huko basi Saint of Gabra mwenyewe ndio huyo. Alifika hapa basi akuwa na bodyguard wake. Wakati nafika stara kama hii, alipata watu kwa wamemngojea. Hapa basi na bodyguard wake anakuwa na Jokopai. Saint of Gabra. Ala, mwenyewe ndio ni mtu ambaye hapa basi ni celebrity, maripota wa kwara zenye waandishi wa habari basi akina Edis Edude Emmanuel Juma na Mama Botera wote wa kwara zenye kuchukua maripoti zake yule Saint of Gabra. Sasa polisi alijam. Yani wewe mimi nafikiria tu wewe ndiye yule mtu anaitwa Saint of Gabra, sio wewe? Sio mimi. Okay, hata mwizi anaiba kitu yako na sitakwambia, na hata nikikwambia sitakamata, na hata nikikamata sitasaidia.
Kumbe mzigo wake hapa basi Steven Cho umeibiwa tayari. Na yule mwana polisi amekataa kumsaidia. Sasa hapa basi ni Steven Cho apeleke yule mwizi mbio mbio. Cheki. Steven Cho ampeleke hapa basi bila shaka para yule mwizi mbio mbio. Kisa na maana hapa basi yule mwizi ameweza kuiba hapa basi mfuko wake. Maskini Steven Cho ni mgeni sana hapa basi upande wa Hong Kong. Mfuko wake umeibiwa. Ai, walichoka wote wawili plus hapa basi mwizi plus Steven Cho. Wow. Nini unanifuata? Huo mfuko ni wangu baba Railete. Huo mfuko ni wangu tafadhali nipatie. Na mimi ni kuokota nimeokota. Ukiona kitu sio ya kuiba, cha kuona sio cha kuiba, mwenye mali ndio mjinga. Mfuko ni wangu. Ukitaka kuamini tazama. Kuna mayai mbili, kuna sausage na vitu zingine aina mbalimbali ambazo nimeficha kwa huo mfuko. Kumbe alikataa hapa basi alisahau kumwambia kuna snake. Mwizi kuweka mfuko aliumwa na snake. Nimesahau kukuambia kuna snake hapo pande ndani. Nimesahau kukuambia. Lakini usijari, hiyo snake sio poisonous, haina sumu. Okay, kwa sababu nimeumwa, mfuko umekuwa wangu. Sikupi mfuko. Fanya venye unafanya ukikasirika. Leta mfuko. Sikupi. Leta mfuko. Sikupati. Leta mfuko. Sikupi. Nitakugonga hii. Ugonge nani? Kamata. Steven Cho kamata wateke. Welele ya maskini wa Mungu. Utajua hii ni Hong Kong mabara hii. Ino ni Nairobi. Hapa analeta mjiga. Nyongwa. Kidogo hivi walianza kubishana. Hataki kugonga mtu huu mkono. Mwanzo aliambiwa na nyanyake asiwahi tumia huo mkono vibaya. Kidogo pata mateke. Alikasirika hapa basi Steven Cho. Lakini kidogo hivi miss mfuko akatemoa kikohozi. Kumbe Steven Cho ndiye champion wa kikohozi kule ushago. Haya. Yaani unataka cha kikohozi. Unataka cha kikohozi kamu. Unataka tutemeana kikohozi we kamu jo. Kamu. Sasa ni kutafuta ile kikohozi mbaya iko mpaka na makamasi na akili. Cheki maneno. Tue. Kikohozi kali kabisa. Steven Cho anatafuta kile kikohozi kikali kabisa ili kumtemea yule mwizi. Mwanzo mwizi tayari ameiba hapa basi bila shaka pale mfuko wake na amekataa kumregeshea kikohozi. Sasa walikuja kajificha hapa. Steven Cho akatafuta kikohozi yake yote. Kikohozi ile kali kabisa imejaa kikamasi. Sasa huyu kuja kuchungulia kuona tu kikohozi akastuka. Kustuka akafungua mdomo. Fungua mdomo akatemea kutemea. Kaingia kwa mdomo. Walala yaye. Kikohozi kwa mdomo. Na Steven Cho akawekewa fridge. Mkono kaumia. Mkono kuumia akazubaa. Kuzubaa hapa basi mfuko akachukuliwa na mwizi akaamua kwenda nao. Kisha hiyo kikohozi yako inakaa ni kama burubadi. Leta mfuko. Kikohozi yako mzito. Sasa hapa basi alikasirika jamaa wetu Steven Cho na akaamua kutumia ule mkono wake. Unasikia Steven Cho basi bila shaka pale wakati aliachiwa baraka za kupewa nguvu basi kwa mkono wake wa kulia. Nyanyake alimfahamisha asiwahi ule mkono wake vibaya. Lakini sasa hapa basi bila shaka pale this time round imemlazimisha hapa basi bila shaka pale ama imebidi autumie ule mkono wake apenda sipende. Unasikia ule mkono wake basi una nguvu. Ule hapa basi mkono wake una nguvu kama vile 1000 high voltage. Cheki maneno. Mwizi kwa jina la Smart aliwekelewa dondi la kimataifa. Tazama. Pato dondi nasikia kana unagonga unadhioma. Shalala. Mkono wake wa kulia Steven Cho abana machizo. Chukueni namba plate za hiyo ndege ambayo imenigonga. Nasikia kama nimegongwa na ndege ya magari la moshi. Kumbe na Steven Cho alipoteza hapa basi namba za simu za bradhake. Mwanzo Steven Cho alikuwa amekuja hapa basi bila shaka para kutafuta bradhake kwa jina la King. Sasa namba za simu zake King amezipoteza. Na ndiye tu mtu ambaye anajua huyu Steven Cho King ndiye mtu tu ambaye anajua hapa basi bila shaka para upande wa Hong Kong. Mwanzo yeye ni mgeni. Sasa alishindwa atafanya namna gani? Na kwa hivyo kukosa otherwise alimwambia Smart, wewe nimefanya nimepoteza namba kwa hivyo wewe tunaenda kwako. Ama nikugonga dondi nyingine. Tafadhali usinigonge ngumi kama hiyo. Heri tu tuende kwangu kuliko ngumi kama hiyo. Sasa naye hapa basi huyu badala ampeleke kwake aliamua kumpeleka kwa brothel. Cheki maneno. Aliamua kumpeleka kwa brothel. Aliamua kumpeleka kwa brothel. Yaani hapa basi pale ambapo kuna kuwa na maprostitute. Hapa ni kwako. Naona kama maisha mzuri. Naona sikia hapa ni kwa maprostitute. Yaani hapa ni kwa makahaba. Hapa ni kwa kahaba fulani ambaye Smart anamjua. Smart ni mwizi huku mtaani kwa hivyo anajua makahaba wote wa mtaa. Ni aje Smart umekam?
Ndio nimekaa na nimekuja na urafiki yangu. Sigara naivuta inside out. Ndio tumekuja. Aisuru. Steven Cho. Ndio nimefika. Karibu sana, ujisikie uko nyumbani. Huyu ni Manzi, ni mwanadada ambaye anatumia ujuzi katikati ya miguu hapa basi kujipa riziki. Lakini Steven Cho alidhani napi? Steven Cho alidhani ati hapa basi bila shaka pale ni kwake Smart na ati huyu ni dadake. Steven Cho, wewe Manze utapenda kidogo kwenda kubonga na hawa. Sasa mbaba rai. 你再待一会儿，我让你先上吧。萍姐，过来一下，我们谈点事情。Steven Cho amedanganywa ati huyu ni sistake Smart. Na unaona basi ni kwa brothel. Sasa hapa kuna basi watu wamekuja kununua kibwenye. Sasa wakiona Steven Cho wanahepa. Kwa nini? Juu hii tabia ni tabia mbaya. Haya, Aisuru mwingine ndiye huyo. Vavarai, Smart ni kumwenjoy amemwenjoy. We, kwani makastoma wameenda wapi? Maiga ate madhi musi. Wala. Okay, kaa na huyu sistagu halafu nitakuja. Okay, atiga dhina, kuna shida. Hamna shida. Haya, kachomoka. Kidogo akapata mafuta. Ilo sasa hizi ni zile mafuta zinapakwa makagari ili mtu akunurwa mabuti. Sasa anauliza niki huko kale factory ya Vaseline. Haya, Smart akachomoka, cheki. Smart alichomoka, tazama. Na mabouncer wakakuja. Hawa ni wale wanapiga mtu akikosa kulipa. Sasa hebu toa mali tuone. Steven Cho hajui ameletwa kwa brother na hajui ati hapa watu wanakuja kufanya prostitution. Steven Cho hana habari. Steven Cho hana habari. Haya. Toa tuone, toa tucheze. Kadhani ameambiwa tarubeta. Kwa hivyo yeye alichomoa tarubeta mara moja. Manza anagojea makagari, toa tarubeta na kaanza kucheza. Haya. Umeonaje najua kucheza? Wewe unakuwa champion upande wa kucheza hii. Wewe kwani ni wazimu? Niki. Wazimu. Mimi nakwambia utoe makagari tuanze kucheza, makastoma wengine wanataka kukuja ate makagari. Magweka atia. Amegini si hapo watu wanakuja. Wewe bausa kujeni. Huyu mtu hata hana pesa. Ni nini? Anasema ati baka hana pesa, amepoteza wakati wangu na ameniguza. Mabara hii unaliha. Kulipa utalipa. Ama uone moto. Kulipa utalipa ama uone moto. Alipepetwa. Naye akajua sasa na wewe Smart utapenda. Smart akawa amepolea, alisikia mlango umeng'olewa. Kisha dondi. Ndio hiyo. Uokokolea. Ule mkono anaujua vizuri zaidi, ule mkono wa bana machizo. Anaufahamu na anajua vizuri zaidi ule mkono wa bana machizo. Wewe. Kwa nini? Unawezaje niwacha kwa brothel? Unadanganya uni sistako. Uokokolea ule mkono hatari. Anaona ule mkono anahepa. Kuona ule mkono hapa basi anahepa Smart. Mlango unagongwa na chomolewa stara kama hiyo. Kwa nini? Kwa hayo makosa nataka uvue nguo zako zote. Vua nguo zako zote. Sasa Steven Cho alimvua mavazi zote. Cheki machungu shasha. Hakuwa na hasira. Alimvua mavazi zake zote. Alimvua mavazi zote. Na machungu shasha. Kwa nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu gani unienjoy wewe unipata kwa prostitute? Alivuliwa mavazi zake zote. Gai kwani unanitoa baka kama akona underwear inakaa kama referee wa wrestling. Walele yeye. Underwear ni kama ya referee wa wrestling. Alivuliwa mavazi zake zote na kisha tume basi kuchukua zile zingine kwenda kuzitupa. Steven Cho amekasirika sana tena zaidi. Gai yake neke moda. Unanichezea namna hiyo ni uko inamia. Zikatupwa nje yani mavazi yake yakatupwa nje. Nini? Toa hata hiyo underwear. Toa underwear mara moja ama nikugonga ile ngumi. Toa underwear. Kamudwe na niye aliko kaenda kwa gunora. Sasa Smart anashinda, huyu jamaa anataka kunikunura mabuti ama namna gani? Mpaka simu Steven Cho anatupa. Juu ya yale machungu ako nayo. Mpaka simu anatupa, tazama. Toa shika ndio hii. Kumbe akona dawa kingine kadogo kakuweka tu makagari peke yake ndiko kwako. Hata ukininyang'anya nitatumbukiza makagari hapa peke yake nifiche. Hata hiyo lete.
Gai woye. Unataka watu waende wakiona makagari. Alright. Siku baada ya siku sasa Steven Chu amefanya hapa ni kwake. Jamaa anayejua alinyang'anywa mavazi anakaa basi kwa bathroom stare kama hiyo. Mwanzo alinyang'anywa mavazi zake. Kwa hivyo anakaa basi kwa bathroom stare kama hiyo. Sasa ulichukua nguo zote ukatupa. Nitafanya nini? Nitaishi hapa. Okay, usijali. Nitakuwa natafuta kazi kila asubuhi. Nikipata kazi nitahama. Kabla sijapata kazi hapa ni kwetu tukua na wewe. Sawa. Na wewe lazima uwe rafiki yangu cha nguvu. Ndawa adoa gudire. Mtu ambaye anakunyang'anya mpaka hata wewe. Sasa na Steven Chu alikuja basi mtaani kutafuta kazi. Cheki. Steven Chu alikuja hapa basi mtaani kutafuta job. Sasa cheki sasa kutafuta kazi. Unaona? Mimi najua atakuuza gazeti. Kasta kama huyu atakuwa anakuja na muuzia. Wewe unataka Nation ndio hii. Ni 45. Okay. Anachukua so. Hatuna change. Leta pesa. Yaani unauliza kazi na tayari ushaanza kuuza. Tena akakuja kwa Kenya Power kuuliza kazi. Hey wera nipatieni kazi. Gutire wera. Hakuna job. Nipatieni kazi. Vavara si wewe wacha tu nifanye kazi kwa niaba yako. Hakuna kazi. Ole Vavara wewe enda ujifutishe kazi mimi niandikwe. Hata nijifutishe kazi uandikwe kawewi tu. Kuona kabisa hakuna kazi. Alikuja post office kuuliza kazi. Sasa anauliza kazi kwa post office na hata ajui Kizungu. Akiandika barua basi na Kiingereza anasema hapana, andika na Kichinese. 别写英文啊，我看不懂。好，写中文。 Oye, akawa na taabu. Sasa kumbe naye Smart alienda kaiba miniskirt na pam za jirani. Aliiba miniskirt na pam za jirani na akavaria ndizo hizo. Unaonaje? Sasa Steven Chu hajaiona vitu kama hizi. Juu yake alichomoka ushago hivi karibuni. Na huku basi bado kuna tangazo koroninga kwamba na kweti kuna mashindano hapa basi ya milioni 10. Kwa hivyo watu wanakaribishwa basi mtu ambaye anajua kuna kipawa cha kupigana anaweza jishindia hapa basi milioni 10. Sinjaba. Nini hiyo umevalia inakaa hivi hivi? Miniskirt. 不是轮胎，这叫做迷你裙。 Nilienda nikaiba kwa jirani. Ukaiba miniskirt. Si ndio? Unavaa nguo za wanawake. 学问啊，你把我的衣服全都给扔了，我光 ulitupa zangu zote. Naweza vaa nini? Na zako siwezi vaa usinigonge. Okay, kaa chini basi. Kwenda kukaa chini, msumari iliingia kwa aso, cheki. Gai msumari, oi gai. Wacha mchezo. Ate msumari. Ndio msumari imeingia kwa aso, oi gai. Sasa nitakusaidia namna gani jameni? Kayoi. Ni nini? Siwache nitafuta kitu ya kutoa hiyo mshumari. Kitu kama nini? Si kitu kama kijiko. Gai, kijiko. Na utige kudhuria goradhuria wewe Varai. Usinyambe namna hiyo unanyamba. Sasa kumbe wakati walisukuma ule mlango umevunjika, mlango ulianguka. Oi Gai umeingiza ndani, umeingiza. Na hapa kuna watoto wanapita. Gai unaingiza hiyo yote wao, hiyo ni kubwa imeingia ndani kwa kubwa. Sasa walipita Gai, ni gukundurana. Detheini na kile ya kuruta. Gai mtabia gani mnafanya mbele ya watoto? Gai, mesiria oru. Akaona wamefikiria vibaya hawa sasa. Alright. Sawa. Iko basi ndivyo hivyo hatimaye basi waliweza kuchomoka stara kama hiyo. Na kila usiku hapa basi jamaa wetu Steven Chu uaga na kuja kuswari. Beto. Kila jioni anaswari, anaombea mpaka hapa basi huyu anamwombea huyu hapa basi bila shaka pale Smart. Anaomba Smart awache wizi. Awe jamaa mpoa. Lakini kumbe sasa naye Smart baada ya mavazi zote kwenda na kuona miniskirt haifanyi kazi, alienda kanunua tissue, toilet paper, akazifunga namna hiyo. Hata ukinyang'anya manguo hii tissue inaweza kuwa nguo ala. Amejifunga tissue sasa ati ndio mavazi. Sasa asubuhi na mapema basi ndio huyu jamaa wetu alimpatia mavazi zake. Steven Chu alimpatia Smart mavazi zake. Sasa Smart ni mrefu na mavazi zake Steven Chu ni mfupi. Kama ni viatu anavaa kama slippers, cheki. Neginya ni sirauma. Viatu zake Steven Chu anazivaa kama slippers. Waliamua sasa kwenda kutafuta job huko mtaani. Na hakika baada ya siku 2-3 hivi wakawa tayari wameshapata job. Baada ya siku 2-3 hapa basi wakawa tayari hapa basi job wameshapata tayari. Cheki maneno. Wameshapata job, wameshapata janta tayari. Lakini sasa stari ambazo anazungusha msosi huyu hapa basi. Wewe. Sasa hatutaongea.
Elewa, Smart kwa maisha yake hajaifanya kazi kama ya hoteli ama kazi nyingine aina hii. Yeye amekuwa mwizi kwa maisha yake yote. Kwa hivyo sasa kufanya kazi kama hii hapa, basi bila shaka pale inakuwa ni ngumu kwake, bado ako na upuzi. Steven Cho ashamfanya beshte. Ndio hiyo chakula, mtu anasikia kukula kule. Hii ni kachumbari ya pilipili hoho na kitunguu hoho na nyanya hoho. Mwenye anataka kukula kule, mwenye hataki akae. Ala, na si ati muongee vibaya ati juu mnakula. We, Vavara, ni customer. And the customer is always right. At right. Bwana asiwe left, sio hiyo. Customer is always right. Kasema hata ikuwe left, mimi dangamanya. Kumbe sasa kuna kikosi fulani cha kimagaidi. Kuna vikosi viwili vya kimagaidi huku mitaani. Na kwa hivyo magaidi walikuwa wamekuja huku mtaani hapa, basi bila shaka pale kutafuta ni mbinu gani, ni sign gani watakuwa wakitumia. Na unataka kutafuta symbol ama sign ya chakula. Naona kama venye hapa basi bila shaka pale watumia sign aina tofauti tofauti. Kwa hivyo hapa basi kila mtu akaanza kutoa ile sign. Mwingine akachomoa mahindi, ati hiyo ndio atakuwa akitumia. Yaani hizi ni vikosi aina mbili za kimagaidi. Na kila kikosi kinataka kuonyesha hapa basi kile kingine ile sign ambayo watakuwa wakitumia ama alama ambayo watakuwa wakitumia hapa basi wakati wanafanya biashara ya uraguzi wa madawa za kulevya, wizi na kadhalika. Huyu alitoa supu ya madodo. Kaambiwa we, unatoa supu ya madodo, hiyo ndio utakuwa ukitumia. Okay, sijakataa na mimi nitakuwa nikitumia karaga. Karaga. Si ndio? Na juu yake nitakuwa ni kuweka pilipili. Sasa kuonesha mimi ni mkali. Ati pilipili. Sasa unataka kuonesha wewe ni mkali kutuliko. Hapana, hii ni saini yako. Hapana, huwezi tumia pilipili. Ukitumia pilipili ni kuoneshana wewe ni mkali kuliko sisi. Hii ni kuoneshana tu wewe ni mnoma na nimekataa hiyo. Hapana, si hata wewe utumie kitu kingine kali. Right on time simcho. Hamwezi kaa kwa hoteli na mkuli mnunue ama muende. Ati nini? Unajua sisi ni akina nani? Sasa naambia magaidi tu wanunue ama waende. Karibu apigwe risasi. Kumbe na Smart alicheki akaona ni kama Steven Cho amehandwa. Na ni kweli walimhanda Steven Cho. Smart akatazama akaona kile kitendo. Kuona kile kitendo alikuja mbio mbio ili amwokoe hapa basi bila shaka pale Steven Cho. Kamba basi Steven Cho sara kama yuna akatoka na mbio mbio. Cheki maneno. Akaoneshia chai moto. Ile chai moto ikamwangukia Smart. Kai. Tanzi shasha. Cheki maneno. Wololo yaye. Alipelekwa mbio mbio Smart. Wakuwa na Steven Cho wanapelekwa mbio mbio. Smart na Steven Cho. Kufika hapa Smart ameshakamatwa. Amepepetwa. Wananilima kwenda kupiga ile dondi yake. Akaanza kuarusha. Sitaki kuumiza mtu. Cheki venye anarusha. Wachana. Tukupiga wewe. Wakaanza kumpiga. Na Smart anadhani bado anachapwa. Waike wachana na mimi. Kumbe washamwacha sawa na pipeta Steven Cho. Nikamra moria. Unataka kupigwa tena alihepa. Wala na mguu wake basi bila shaka pale umeumia. Sasa alikuja akahanda kamanzi hapa ati nikoteka nyara. Akafanya makosa akahanda sebere huu. Manzi ambaye ni YST mpanda mkono. Wewe hapana teka watu nyara. Sasa naye kuona venye kare kamanzi kwa supu. Akakahanda kabisa. Naona anafanya ni kukanyonga lakini maplani we. Tumia. Alipatwa moja. Lakini kidogo hivi jitu kwa jina na George ndio kuingilia bodyguard wake Sebero ushasha na Sebero huu akaanza nyang'anywa uswadi yuaitwa Sebero una bana machizo kiwa na bodyguard wake waliwandaria kwa andaria. Nyinyi ni akina nani? Hakuna haja kushinda ati tukipigana. Ilikuwa mambo ya muuzaji na mnunuzi. Tukakosa kuelewana, vita ikaanza. Kwa hivyo sioni haja kushinda tukipigana ama kuleta maneno mengi, haifai. Ama namna gani watu wetu? Mimi ni mtu wa kuuza na nyinyi ni wanunuzi. Kwa hivyo vita sioni hoja. Hakuna haja. Hivyo ambavyo amesema. Kwa hivyo kama wewe ndio umeamua kuwa pilipili, wewe ndio mkali kabisa. Shut up. Kwa nini akina nani? Si tumechomoka kwa shule lake Mr. Fok. Twende. Wakisikia ni shule lake Mr. Fok, hawangecheza. Mwanzo Mr. Fok anaogopewa zaidi. My dear, acha nikupanguze.
Usijali, nitajipanguza. Kumbe sebero huu amemnoki Steven Cho. Baba yu unaenda kujipendekeza namna gani? Watu kama venye tumeongea tuwe marafiki na nani? Mnakuwa marafiki na nani? Tuweni tu marafiki. Unaona hakuna haja kupiga watu wawili na nyinyi mko wengi. Hata niuliza, wewe tutumina na hili sina elimu. Waliumelia. Waliumelia walicheka kona hapa basi mchezo. Hawataki. Sasa kumbe ikafika pahali hapa basi Rashaka. Sasa Steven Cho anashindwa atafanya kazi gani? Anashindwa sana atafanya namna gani? Mwanzo hapa basi maisha yamekuwa magumu na anahitaji pale pa kwenda, anahitaji pale pa kupolia na anahitaji hapa basi bila shaka pale job. Sasa alikuwa amekuja hata zenye hizo pa Hong Kong kutafuta hapa basi Dugui ambaye ndio huyo kwa picha. Dugui hapa basi ambaye anajulikana kama vile Mr. King. Sasa ametafuta King na ampati. Ametafuta King na ampati. Sasa punde si punde alipata basi kwa gazeti wana advertisement kwamba na kwa eti kuna pigano linakuja kuandaliwa na mshindi atakuja kupata milioni 10 taslimu. Na kwa hivyo Smart alimwambia tufanye hivi, tuende tukajaribu hapa basi haya mashindano. 1000万奖金去打拳，千万不要违背天意啊！我跟你的前途就靠这场拳赛了。走。 Haya, waliamua kwenda basi kujaribu yale mashindano sasa. Cheki maneno. Kumbe kwa yale mashindano kwanza walikuingia wakapata watu wamepanga laini. Wao badala wapange laini walikuja kuwa wameenda pale mbele. Cheki. Oe ni aje? Hata wakupanga laini, unaona watu wamepanga laini. Lakini wakaamua ukitaka kujiandikisha lazima ukuje na shule fulani. Huwezi jiandikisha tu wewe peke yako. Steven Cho anaenda kupanga laini. Lakini waliambiwa lazima wajiandikisha basi na shule fulani. Lazima wawe na shule fulani ili kujiandikisha. Alright. Na kwa hivyo sasa walianza kutafuta hapa basi shule ambalo watajiunga nalo, ndio hapa basi bila shaka pale waweze basi kwenda kwa yale mashindano. Sasa ile shule walikuja ni shule lake Mr. Chu. Mr. Chu yeye anaona kupigana kwa mashule ashinde itakuwa ni vingumu. Kwa hivyo ile plan yako nayo ni awaue wote ambao wanajua vita, ili sasa yeye akienda atashindana na wale ambao hawajui vita. Haya, akafahamishwa kuna wanafunzi wanataka kujiunga na shule lake. Na unasikia hao sasa nimekora. Juu wanataka kuua watu wote ambao wako na mashule mtaani. Wanataka kuua mamasta wote. Haya, punde si punde alikuingilia Steven Cho. Wakuwa na Smart. Mnataka namna gani? Tunataka kujiunga na nyinyi. Na sasa simuiname, hii shule ndio mzuri kabisa. Mnaitwa nani? Hata hakuna haja kuniambia majina yenu. Bora tu mjiunge na hii shule. Mimi ndiye master wa hapa. Na hili shule ndio litashinda hizo pigano ambazo zinakuja kupiganwa. Hakuna haja kushinda ati mkitaka kujua maneno mengi. Bora mjue mimi ndiye master na tayari nyinyi ni wanafunzi. Inameni nyinyi ni wanafunzi wangu mara moja. Nipatieni heshima ya master. Ai, kwani tunakuwa haraka. Okay, wewe ni master. Wewe ni mwalimu. Wewe ni mkubwa wetu. Amen. Ai, Steven Cho unaonaje hapa? Ai, naona kama watu sio wa kanisa. Wacheni nyimbo, sijasema mniimbie, otherwise shikeni hii bahasha. Kuna mpaka mshahara. Walipewa bahasha. Ni bahasha 2. Ni za nini? Ati za nini? Simuweke pesa hapo ya kulipa shule. Steven Cho kama ni kulipa baya nini ndadhi? Steven Cho alienda. Lakini Smart alikuwa na pesa kiasi fulani. Kwa hivyo basi alilipa. Wow, uko na hizo pesa zote? Si ndio tunataka kukuwekea pesa zako? Nyinyi hamjuagi mambo. Ukipatiwa bahasha hakuna haja ati ya kushida tukigawa pesa. Ni pesa yote uko nayo unanipatia alafu ninakupea. Aya. Ushachukua yote. Si ndio mimi ndiye nitakupea change. Tayari nyinyi ni mamaster. Na sasa tunaanza kazi. Ati kazi. Si ndio? Si mnataka kushinda hiyo pesa? Ndio. Basi sisi tunaua watu wote. Wewe kwanza ukalipe yule mtu wa uga tuko na deni yake au gaenda umlipe. Na utafute visu ulete hawa watu. Ateto hiyo. Sasa ikawa ndivyo hivyo, sasa hakuna lingine. Mwanzo nasikia Mr. Chu anataka kuua mamaster wote. Anataka waue mamaster wote. Sasa kumbe basi master ambao walikuwa wanataka kuua wa kwanza hapa basi ni Mr. Fogg. Mr. Fogg ni anataka kuua wa kwanza. Steven Cho kufika hapa alisikia kukunia. Drigo akomia. Si ukunie tu hapa hii ni kichaka kunia.
Okay. Aya. Kabla hajakunia alinyamba. Wai. Kama hiyo ndio unyamba, wacheni tuende. Kai. Kama hiyo ni kunyamba tu na akikunia, sasa wanajiuliza hiyo ni kunyamba tu na huyu jamaa akikunia itakuwa ni shida na taabu. Hai, wacha aanze kukunia sasa. Na mwenye ambao wanafaa kuua ndio huyu Mr. Fogg. Ni babake Sebero. Rodholi. Sasa alikunia rodholi ingine. Kama mara tutakufa huku kwa hii harufu. Sasa Mr. Chu ndiye anasikia kuwa amekosa raha. Mwanzo ile harufu iko haraizo. Hata yeye mwenyewe hajaisikia harufu nyingine kama hiyo. Aisuru, hata hivyo basi waliamua kuchomoka bila Steven Chu. Waliamua kuchomoka kwenda basi kumwangamiza yule mdhei. Na usisahau Mr. Chu anataka kumuua Mr. Fogg. Juu Mr. Fogg ni mdedri. Niaminika Mr. Fogg akienda kwa haya mashindano atashinda. Huyu ndio tunakuja kuua. Oh. Mr. Fogg alimwambia hakuna haja kuniua. Si twende tu tushindane. Nini? Hakuna mtu anaweza kukupiga, wewe ni mdedri. Kwa hivyo lazima tukuue ili usiende kwa mashindano, juu ukienda kwa mashindano lazima utashinda. 这才合江湖规矩。你个白痴，你站在哪边？当然是人多那边。Mimi naona hakuna haja wewe. Hakuna haja. 二师傅，我看今天你不是来领。 Mr. Fogg alijaribu kubonga na Mr. Chu, lakini Mr. Chu alikosa kuelewana, akadai we have to kill you. Lazima tukuue. 开玩笑，这不就 Iko haja gani ya kumuua na wewe ni master? 大祸是吧？ Sasa Smart alikuingilia. Ukilemwaga. Mambo vipi? Sitaki kukata, lakini kulingana na habari ambayo imetufikia kwa sasa, inasemekana wewe ni mdedri. Huyo mtu sio kwanza kumpatia hadithi. Wewe nataka nimuue. Kwenda kumgonga master, aligonga mwanzo. Mr. Fogg ni master na ni mdedri upande wa mkono, na kwa hivyo alianza Mr. Fogg upande wa mkono ni wazimu. Mr. Fogg upande wa mkono anakuaga waye stima. Cheki Mr. Fogg. Mr. Chu, tafadhali, sioni hoja ya kupigana. Tupatane kwa mashindano, tushindane, mwenye atashinda ashinde. Lakini kidogo alifunikwa na mchanga. Wakaanza kumpepeta, lakini Steven Chu alikuingilia. Kwanza huyo ni mkono wake Steven Chu. Sioni haja ya kupiga huyu mzee. Kwani wewe, si tulikuja kuua mzee na kuua huyu mzee na uko pande yetu? Sioni kama ni poa. Uko pande gani? Sioni kama ni poa. Uwa yeye. Lakini right on time Seberahu na the George wakakuingilia. Cheki maneno. Kwanza hapa basi hawa kuona Seberahu na wameshamnoki wakajifunika. Seberahu walianza magaidi. Seberahu wakiwa na George walianza magaidi shisha. Cheki. Wow. Steven Chu amejifunika. Cheki maneno. George na yeye bana machizo. Ndiye mwalimu mmoja kati basi wakufunzi wa lile shule lake Mr. Fogg. What? Yani hata wewe ni gaidi. Pato moja Steven Chu. Kuzrai. Wasa tuendeni. Watu sio wazuri, tuumiliani. Wakaumeria. Na Steven Chu amezirai. Kumbe sasa wakati ule mdhee alimcheki basi Steven Chu aridai wamchukue Steven Chu. Mwanzo mzee anakumbuka hapa basi Steven Chu ndiye alikuja kudai wasimpige hapa basi nani? Wasimpepete. Alright, wakati Steven Chu alijisikia, alijipata basi kwa ura mdhee. Huku basi mdhee ameona Steven Chu ni jamaa mpoa. We, kijana kwenyu ni wapi? Mimi nakaaga pahali nje. Ati nje. Sinaga pahali ya kukaa. Okay, hapa ni kwangu, hicho kitanda umelala ni kwangu na unaweza polea. Ya kijuu. Nilikuja Hong Kong na sina pahali pa kukaa. Enyewe mdhee alimwambia Steven Chu kama hauna pahali pa kukaa, unaweza polea hapa na usiwe na wasiwasi. Unaweza kaa hapa ni kwangu na ukuje nikufunze. Okay, thank you. Alright, Steven Chu alifurahia. Kumbe naye jamaa wetu Smart alimnoki manzi
Baada ya kumnoki akamwandikia barua. Unaona? Akaandika barua. Lakini hapa basi Smart alisahau kuandika jina lake pale chini. Yaani ameandika barua ya mapenzi, anataka kumwandikia hapa, amemwandikia yani Seberou, lakini makosa ni kuwa hakuandika ni nani ametuma. Aliandika barua moja very romantic, lakini hakuandika jina lake. Kwa hivyo hii barua ni open, haiwezi julikana imetoka kwa nani. Barua ameandika vizuri sana na kuuliza Manzi kama atakubali kuwa mpenzi wake, lakini hakuandika imetoka kwa nani. Kumbe wakati anachomoka naye Stephen Chow ndiye huyu analeta barua kama hiyo. Unaona? Stephen Chow analeta barua kama hiyo tu ya mapenzi, ndio huyo. Anataka kumwambia Severou kwamba amemnoki na anamtaka, lakini yake ameandika jina. Kumbe naye Smart akaamua aende atafuta kamaua akuja aongezee kwa ile barua. Stephen Chow kwenda kuweka barua, akamuona Manzi. Aya, akajificha. Na alitaka aweke barua bila Manzi kuona. Haya, cheki maneno. Akaanza kuchungulia. Kai, hiyo ni chero. Jodho. Kai na niguo ndi nyoteire. Ndikugutha miaka 3. Stephen Chow ana imagine amekaa miaka 3 hajawahi kugutha mundu ururu. Alafu anaona chero. Akiona chero ana imagine venye tuka kibwenye kanapolea kakuwa kamefura. Kidogo hivi nani huyo? Sasa Manzi alikuja akachungulia, akaona mgongo wa Stephen Chow. Unaona, akadai ni Stephen Chow. Unaona? Ameona Stephen Chow. Kisha akaona barua. Na Stephen Chow hakuweka barua yake. Hii barua imeandikwa na nani? Na Smart. Stephen Chow amehepa. Na Smart ndio huyu anataka kwenda kuongeza maua kwa ile barua. Alihepa. Unaona? Kwenda kuhepa alipatana na George. Wewe. Sasa George alimhanda mwanzo kwa kuchuna maua. Na Smart atake ajulikane nini kimemuleta hapa. Sasa kumbe Manzi alichukua hapa basi ile barua imeandikwa na Smart. Unaona, imeandikwa na Smart. Lakini Manzi kuchungulia alimuona Stephen Chow. Kwa hivyo Manzi kuona ile barua akadhani ni Stephen Chow ameiandika. Juu huyu fara hakuandika jina yake kwa ile barua. Hakuandika jina yake kwa ile barua. Sasa ndiye huyu ana imagine venye Manzi ataliprai na amevaa turbo cut. Cheki maneno. Amevaa turbo cut. Sasa na imagine najua demu atanipenda. Najua atanipenda tu, ataniambia amenipenda, atafurahishwa na mimi. Inda wabe nitapata mtu. Hello, nyam. Ni aje unajiongeresha? Ako wapi Stephen Chow? Huyo ameenda, hawezi muona mwaka huu. Huyo ni mteja, hawezi patikana kwa leo ama kesho. Okay, nina furaha. Sasa Manzi anadhani ama jamaa anadhani juu yake. Una furaha kwa nini? Nina furaha juu ya barua. Guy, ulisoma? Si ndio nilisoma barua oi. Sasa ulisemaje wakati ulisoma ile barua? Nimekubali kupendwa. Unajua kila mtu anapenda kupendwa. Kwa hivyo hata mimi nimekubali kupendwa. Yaani the answer is yes, nimekubali. Sasa fanya hivi, chukua hii barua. Nimekubali. Okay, asante sana. Okay. Sasa unaona namna gani? Okay, nimekubali kuwa demu yake Stephen Chow. Sasa umpelekee hiyo barua, mwambie ni reply. Upelekee Stephen Chow hiyo barua nimekupea, mwambie nimereply. Ati nini? Umwambie nimekubali kuwa wake. Ati unasema nini? Umwambie nimekubali kuwa wake na tupatane naye kwa tumaua kesho. Mpatie hiyo barua. Ninampenda sana. Sijaipenda mtu mwingine. Sijaipata barua imeandikwa vizuri kama hiyo yenye aliniandikia. Yaani unataka kusema? Si ndio aliniandikia kabarua kazuri. Yaani unapenda Stephen Chow. Kwa nini unalia? Ni kuona venye mnapendana na Stephen Chow mpaka nikasikia nimefurahia, ninalia furaha. Stephen Chow ni kama brother yangu. Kwa hivyo na wewe utakuwa kama sister. Na analia juu ya hasira. Oi brother, oi sister. Dai wewe driver tangomea. Terude sister na brother. Okay, sawa brother. Wewe tutakuwa
tutakuwa kama brother na sister. Yaani wewe utakuwa sister, tutakuwa kama brother na sister. Sawa? Okay, ni sawa. Ukimenya na ndio wewe. Ukijua wewe nasikia moyoni mwangu. Nasikia vibaya sana. Kwenda wewe. Yaani mimi nadhani mimi ndiye napendwa kuwe sio mimi. Amekasirika. Hata hii barua sitampelekea. Amekasirika sana, lakini makosa yake ni kuandika barua na asiandike jina. Sasa kumbe na Steven Cho alikuja kumuuliza master, yani Mr. Fogg, mbona usinichukue hapa basi niwe mwanafunzi wako Mr. Fogg? Mbona usinichukue niwe mwanafunzi wako? 回家了，老实说，我想拜你。 Lakini Mr. Fogg alimuuliza, kwa sababu gani nikuchukue? Kwa sababu gani? 还是去找 Mimi nachukuaga watu ambao wana vipawa. Steven Cho akamwambia, unaona huu mkono wangu uko na nguvu sana. Hakuna mtu ako na nguvu kama huu mkono wangu. Mkono gani huu sasa? Mkono wangu. Mkono gani huu sasa? Kuna nguvu sasa, nguvu gani? Hai. Sio huu. Huu mwingine huu ndio uko na nguvu huu mkono. Nikikugonga unaweza kunia. Oh! You mean unaweza nigonga nianguke? Si ndio? Lakini sitaki kugonga. Ati utaki. Yaani ati utaki kunigonga nisianguke. Hebu jaribu unigonge. Mimi ni master, mamaster, juu mamaster mbele ya mamaster. Ati unaogopa kunigonga nisianguke. Come on, bring it. Sitaki kukuumiza tafadhali. Sitaki kukuumiza. Wewe jaribu ama niende. Okay. Steven Cho. Pata moja. Steven Cho alijua atatumia nguvu kuota. Kwa hivyo alitumia nguvu kuota. Master kutoka pale alipo, lakini venye amesikia. Master, uko aje? Niko sawa. Lakini venye amesikia. Sijaigwa kwa dondi kama hiyo. Na Steven Cho alitumia nguvu kuota. Wewe. Na Steven Cho alitumia nguvu kuota. Kisha akarudi ni kama hakuna kitu amesikia. Inda, wewe. Mimi ni master. Tang tarare. Master, umesikia aje hiyo nguvu? Utanichukua kama hakuna nguvu uko nayo. Master, nimetumia tu 20% ya nguvu yangu. Nimetumia kuota. Wajira. Kwa hivyo hujasikia kitu, nimetumia tu kuota. Ati kuota. Kai, kama umetumia kuota na veje nimesikia uchungu na ukinigonga yote. Umetumia uko na kama hiyo ni nguvu yako yote. Hapana master, hiyo ni kuota. Nikikugonga yote hauwezi simama. Utanigonga mwaka moja. Siku moja tu utakuja kunigonga na yote basi tutaona. Hiyo ni yote yako. Wala hakuna kitu unajua. Mimi ni master, siwezi. Fanya hivi, sio mwaka ingine, acha nikugonge saa hii. Ati saa hii. Si ndio, acha nikugonge saa hii na nguvu yote. Saa hii yani you mean now. Si ndio saa hii. Okay, sawa. Okay. Master kajua basi ni dakua. Oi Mungu nisaidie kwa sababu sasa hapa mimi ni kwenda ninaenda. Oi Mungu nisaidie. Udira mugutha. Master naona ule mkono. Gai woi. Na hawezi akaondoka asisemekana tie ni muoga. Oi Mungu saidia. Mungu fanya miujiza kidogo, Seberu akachomoka. Watu woi! Asifiwe Bwana, asifiwe Bwana. Asante sana mtoto wangu huyu, umeniokoa. Oi Bwana asifiwe sana. Kwani ni nini? Okay, kuna Majapanese wanakuita. Majapanese hapa siwezi simama. Master alienda jolijua kuna ni kubaya. We, mbona hukukuja pale nilikuambia? Pahali gani? Ila manza alikuwa ameandika barua akamwambia Steven Cho apatane pahali fulani. Sasa Steven Cho hakupewa ile barua. Ndio sababu hata akiulizwa mbona hakukam, yeye hajui anaulizwa nini. Kumbe sasa ilifika pahali ambapo hapa basi Majapanese wamekuja kumchallenge Mr. Fogg. Mwanzo Amerika Mr. Fogg ndiye mdedri zaidi upande wa martial art ara zenyewe hizi. 兴趣呀？是吗？不过我对日本人没什么兴趣。你请。 Sasa ubani kwa walikuja na interpreter ambaye venye naambiwa sio venye nasema. Watu wanasema wanaweza goga wewe vibaya sana. Okay, Mjapanese amesema mtoe mtu mmoja na yeye atoe mtu mmoja mpigane ili kuonekana nani kama mgonjwa ka Asia.
The sick man of Asia. What? 别吵！ Hakuna ubaya, nyinyi wote mtatoa mtu moja, nao majapanese watoe mtu moja, kisha kuwe na pigano kali. 我看没有。 Lakini master alimwambia hakuna haja. 你 Lazima utoe mtu moja awakilishe Chinese, nao majapanese watoe mtu moja leo hii kidogo. Steven Cho akarushwa. Oh, wewe ndio umekuja. Na leo sio kukuja, amerushwa na George. Cheki, ainoajikia George, huyu ndiye amemrusha. Kwa hivyo wewe sasa ndiye mkali kabisa hapa ndio sababu umekuja. Sasa Steven Cho alifikiria ati hii ni sinema wanacheza. Hakuona kama ni kitu serious, akadhani ati ni sinema wanacheza. Cheki. Steven Cho hakuona kama majapanese wako serious, alidhani ni sinema. We, wacha kuingilia hii biashara sio zako. Hakuna. Lazima hawa majapanese watambue sisi Chinese ni akina nani. Sisi Chinese hatuna uoga. Tunajiamini. Na sisi ni wadedri. Tunakaa kama mandugu na madada. Na kwa hivyo hatuogopi lolote na hatuogopi mtu yoyote. Ave, Eroa ya nadhani ni sinema inachezwa. Akapigwa makofi. Sasa alikuja kaanza kuuliza master, we master, ziko wapi hizo video camera? Ziko wapi hizo video camera za kuchukua sinema? Video camera gani? Si za kuchukua hii sinema. Sinema gani? Si hii sio sinema, watu wako serious. Kai. Steven Cho nadhani ati ni sinema ilikuwa inachezwa ama mchezo wa kuigiza. Aliambiwa hapa hakuna sinema. Hii ni kitu serious. Huku akaambiwa sasa lazima mtoe mtu wenyu. Mwanzo majapanese wako tayari na wametoa mtu wao. Majapanese wakakaribisha mtu wao. Welcome the Japanese Ekemoda Endongani. Ndiye huyo sasa. Guy, ndiye huyo sasa. Yeah! Ekemoda Endongani. Master, wacha nikuje. Nikimoda wa kikweli. Steven Cho akamtazama, akaona one yako Joraga. Huyu ataniua. Kuja tupigane. Okay, tafadhali, hakuna haja vita. Sasa wacha tuwe marafiki. Utapigana na mtu mwingine siku nyingine. Otherwise rudi kwenyu na mimi nikaa hapa kwetu. Asante sana kwa kuachana na vita. Bye, nimeenda. Asante sana. Unacheza na nani? Yes, Steven Cho maskini wa Mungu. Alinyanyuliwa, ukaongeshwa chini. Steven Cho. Wakaleke moda. Steven Cho alikuwa nadhani ni mchezo uko hapa, maskini wa Mungu alionyeshwa moto. Cheki. Woyeyae. Maskini Steven Cho anaonyeshwa moto. Enyuliwa tena. Vunjwa saidongi. Wala la 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 la. Steven Cho maskini wa Mungu. Haya. Sebera unajaribu kwenda kusaidia, lakini George hataki. George hajai muone hapa basi utamu. Yani hampendi huyu Steven Cho. Patwa dondi. Woyeyai. Maskini wa Mungu. Kwa elbow. Wala la 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 la. Woyeyai. Baka master mwenyewe anaogopa. Wale wengine kama mkijaribu kuingilia, tunaita vimoda. Wewe kimoda wewe kuo. Lakini kidogo Steven Cho aliamuka. Haya. Yana amepigwa hivi vyote na anaamuka. Pia wao walishtuka. Steven Cho amepigwa sana manzi na bado anaamuka. Ametandikwa sana na bado yuamuka huyo. Okaba. Steven Cho. Maskini. Sasa ilibidi Steven Cho auchomoe ule mkono wake shisha. It's my turn now. Kemoda aliwekelewa. Babarai. Leo unaokotwa kajwiri. Patwa dondi. Patwa dondi moja bana menyaje wa igongo. Juu ya miti. Hiyo ndio Kemoda, mimi nika. Huyo ndio Kemoda, mimi nika. Wale majapanese wengine wote wewe. Okaba mano wa kebeti. Okabawe. Wachana该怎么做? Kuja na hiyo mbao na ukule hiyo makaratasi.
Sasa kuambua kule hii karatasi imeandikwa sick man of Asia, atika mgonjwa ka upande wa Asia, badala akule yote alikapasua kadogo. Unataka nikule karatasi? Ndio hii, nyinyi wote mmeona, ndio hii nimekula. Sio yako hii yote, nataka iende kwa tumbo yako. Doningo, fungua mdomo. Osa. Hii yote una sosi. You Japanese, you are the sick people of Asia. Wabe, Seberu alifurahia, lakini George hakufurahia hata kidogo. Kama kuna mtu ambaye basi aliudhika na hakufurahia, ni George. George hakufurahia kuona basi venye ambavyo Stephen Chow, kila mtu amemshangilia na kila mtu amefurahishwa basi na mambo yake Stephen Chow. Kwa hivyo yeye hakufurahia hata kidogo. Sasa ilifika pahali ama hapa basi ilifika kiasi kwamba basi bila shaka pale baada akasirika zaidi. Na huku basi naye Master, Richard kwa George amekasirika, Master aliwachukua kina Stephen Chow wawe wanafunzi wake. Walichukuliwa officially sasa. Cheki, wamechukuliwa officially kuwa hapa basi bila shaka pale wanafunzi wake Master Foka. 现在我来做示范，你跟我打。 Maskini Stephen Chow. Niliokuwa na aura. Hey! Wacha kupiga ule mtu mwingine namna hiyo, Seberu alikuingilia. Sasa naye huyu akajijaza ili agongwe ahurumiwe na Seberu. Pasuri wa macho. Aliwekwa vidole kwa macho. Lile jambo lilimkera sana. Kuwekwa vidole kwa macho. Na Stephen Chow akaanza sasa kujifanya ili abebwe. Oi, mimi hata kwenda siwezi, pengine nibebwe. Okay, unataka kubebwa? Okay, nitakubeba. Kai, mimi nitakubebwa na huyu. Okay, bebwa na huyo, head yako na nguvu. Huyu atakubeba, atakupeleka pahali pazuri. Naenda kukutupa kwa choo. Aisu nitupe pahali pengine. Sasa naye Smart anajifanya haoni ati ili abebwe na Manze, juu Manze ndiye hana mtu wa kubeba. Kumbe basi hatimaye Smart alikuja kapewa ndimu ili basi iwe dawa ya kutibu macho. Mwanzo aliweza kutumbukizwa vidole hapa basi kwa macho yake. Kwa hivyo alipewa ndimu stare kama hiyo. Lakini alikaa kaona hii. Mwanzo hata hii ndimu ni upuzi, alisosi. Ni olimo. Alisosi ile ndimu. Kisha kaanza kuimagine venye ametobolewa macho, Wayo. Na nikienda kutobolewa nina kinga namna hiyo. Oh, bas. Nimediscover kitu kamu. Kuna kitu nimediscover. Kuna kitu nimediscover. Hebu jaribu kunitoboa macho. Ero sasa nataka akinge venye ameona. Okay, hutanitoboa na vidole. Okay, na mimi sitakwambia kitu ya Seberu. Sitakwambia kitu ya Seberu. Kitu gani? Jaribu kunitoboa macho ili nikwambie kitu ya Seberu na unitoboe na vidole. Haya. Sawa, kaa vizuri. Sio hiyo mkono. We hiyo mkono naijua. Nitoboe na vidole. Sasa badala Stephen Chow atumie vidole za mikono, alitumia za miguu. Na wewe anatarajia za mikono. Katobolewa. Ai, kai nimekuambia utoboe na vidole, sasa umefanya. Si hizi ni vidole pia za miguu. Siku anataka hivyo huku sema, wewe umesema nitoboe na vidole na hizi ni vidole. Elo sasa alikuwa anataka atatobolewe na vidole za mikono ili aonyeshe ile style. Kumbe hakupata nafasi ya kuonyesha style sasa. Alright. Kumbe hatimaye hapa basi na Stephen Chow hajawahi jua kwamba na kweti Smart anapeagwa barua mrete, anaficha. Mwanzo hata kuna barua nyingine ndio hiyo. Seberu amemwandikia Stephen Chow, lakini hapa basi Smart anakataa kumpatia Seberu. Haya, punde si punde basi. Kama revyo kawaida basi manzi wetu naye ndio huyu. Alikuja kuandaa hapa basi mamkuli. Anataka kumpa nani? Anataka kumpa Stephen Chow. Lakini alikuingilia George. George aliamua kumrape Seberu. Cheki. George. Manzi aliamua kumrape hapa basi Seberu. Shasha, cheki maneno. Haya. Na Smart ndio huyu. Kumbe alikuwa ameandika barua ingine kumuonesha Seberu kwamba na kweti pia yeye anampenda. Cheki maneno. 收拾合理抗牙签，算了，小妹的东西别偷了，不偷又对不起自己，拿点是我爸留个纪念。给我守住门口。不
punde si punde alisikia hapa basi bila shaka pale George akikuingilia. Na unasikia George anataka kumrape Seberao sasa. George anataka kumrape Seberao. Kidogo. Aha. Steven Chuna katika harakati zake basi za kung'ara na kadhalika aliona zile barua kwa kitanda chake Smart. What? Akaona barua imeandikwa to Steven Cho. Na sio moja ama mbili ama tatu. Hapa ndipo alikuja kukumbuka si bure Manza alikuwa anamuuliza ni kwa nini hawakupatana basi kwa maua. Oi. Akaona zile barua zote amekuwa akiandikiwa na huyu manzi. Lakini Smart amekuwa akizificha na hajaimletea Steven Cho. Steven Cho ndiye hakuamini. Yaani unaweza kuwa mbaya stari kama hiyo gadhi. Unaweza kuwa mbaya namna hii that. Haya, anataka kumrep. Anataka kumrep Seberao. Ai. Na Smart amejificha kuro upande nani? Wakati Steven Cho alichomoka upande wa nje, yule brother yake naye kumbe anakuaga mwizi yule Keng. Na Keng ako hapa alikuwa amekuja kuiba huku. Walipatana Steven Cho. Ukabama no. We Keng, don't be Keng. Unafanya nini hapa? Eko iya. Guy, we ni mwizi. Nimeishi huku nikikutafuta Vavarai. Mbona umekuja kuiba huku? Hata kuna mtu mwingine ameiba dem. Ameiba dem. Yaani umekuwa kuiba huku, si ndio? Wezi ni wengi. Hata kuna mwingine nimepata akiiba dem, akambeba, akaenda kumlaza. Sebere. Sasa mara moja jamaa wetu akajua huyu ni Seberao, ameenda basi kunajisiwa. Na kwa hivyo anakuingilia mbio mbio, cheki. Anakuingilia mbio mbio. What? Mbona unajaribu kumrape manzi? Alimwanza. Steven Cho akachomoa faster hapa basi bila shaka pale jaketi yake na akamfunika manzi. Chomoa jaketi na kumfunika manzi mbio mbio. Wewe. Salala. Toka hata wewe ulikataa kunipatia barua. Wakati vita zinaendelea, Master Foka akakuingilia. Ni huyu anajaribu kurep manzi. Wewe ndio unajaribu. Alimgeuka Steven Cho. We, Sebere amuka. Kuna mtu alikuwa anajaribu kukurep. Jangila alijifanya cheki. Chivo. Sasa hapa basi Steven Cho aligeukwa. Hata Kenga kadai basi yeye ni shahidi. Ndio ushahidi. Na ushahidi kuna vitu ameiba. Kuna vitu ameiba. Wewe na unafanya nini hapa? Nilikuwa. Mimi nimeona akimchukua huyo dem. Nimeona zile vitu ameiba zikaanguka. Oi. Master unaona? Huu ndiye shahidi na hata ni mwizi. Steven Cho. Wewe hata huna jacket. Na kwa hivyo inaoneshana vizuri sana. Wewe ndio ulijaribu kumrepu msichana wangu. Sitaki kukuona tena. Utoke uende na nisiwahi kuona tena hapa. Sitawahi taka kukuona hata siku moja. Go and go for good. Oyeyai. Sasa manzi hakuamini hapa basi bila shaka pala yule Steven Cho amefukuzwa na Master Foka na akaambiwa aende kabisa na asiwahi ionekana. Wewe. Wacha kuvuta bangi hadharani mbele ya watu. Wewe naondoka ajira sawa? Unaniambia kitu gani? Nelwa sasa Steven Cho ako na machungu na Smart. Mwanzo Smart alikosa kumpatia hapa basi zile barua. Toka. Ninakuchukua kama rafiki. Nakuchukua kama besti. Lakini zote ni barua. Sebere ameishi kukupatia. Sebere ameishi kukupatia hizi barua niletee. Na huku niletea hata moja. Siwezi nikakuchukua kama rafiki yangu tena. Siwezi. Kwera kabisa.
hata wewe sitawahi taka kukuona tena. Aish. Sasa alikasirika zaidi hapa basi bila shaka pale Steven Cho, na akaamua basi kwenda kutafuta watu wengine wa kumfunza. 我朋友大哥，进来吧，我们正在谈大生意。进来吧。大哥，他是谁呀？